Usije ukakata ibada baada ya kuwa Ramadhani imeondoka. Wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, muabudu Mola wako mpaka mauti yakufike. Hakuna muda wa kusema kwamba kuna likizo katika toa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Likizo ni wewe kuondoka katika maisha haya ya dunia. Umeumbwa kwa ajili ya kuja kufanya ibada, na hata hiyo ibada unaifanya haimzidishi Allah subhanahu wa ta'ala chochote, bali ikiwa utafanya wema, huo ni wema Allah anakuandalia na atakulipa. Na mabaya unayofanya usije ukadhania utampunguzia Allah subhanahu wa ta'ala. La, hakuna chochote utampunguzia Allah subhanahu wa ta'ala, bali hasara itarudi juu ya nafsi yako. Yaqulu Allahu azza wa jalla, man amila salihan fali nafsi, atakayefanya wema ni kwa ajili ya nafsi yake, wa man asaa fa alaiha, na atakayefanyia ubaya basi ubaya ule utairejea nafsi yake. Kama tadinu tudan, kama vile utakavyofanya ndivyo utakavyolipwa. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, ni mimi na wewe kujituma katika taa, sababu Allah subhanahu wa ta'ala alotufaradhishia somo ya funga ya Ramadhani, kadhalika na ibada zingine zote tulizokuwa tukizifanya ndani ya mwezi wa Ramadhani zinapatikana katika miezi mingine yote 11 iliyobakia. Ikiwa ni visimamo vya usiku vimejaliwa kwa muda wa mwaka mzima, mtu anaweza kusimama kujikurubisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa ni kisomo cha Qur'an, wakati wowote ule unaweza kusoma Qur'an, na Allah subhanahu wa ta'ala alituafikisha wako waliohitimisha Qur'ani mara 3, mara 4, mara 5, na yote hiyo ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hizo ulizokuwa ukizifanya ni kwamba ni madrasa na ni chuo. Hiyo Ramadhani ilikuwa inakufundisha kwamba na masiku mengine kadhalika, tekeleza ibada, simama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala fi jawfi al-layl, katika giza totoro la usiku, wa anta tunadi rabbak, ilhali ni mwenye kumuomba na kumnong'oneza Mola wako, ya Rabbi, sisi sote ni wakosa, sisi tuna madhambi chungu zima, tunahitajia msamaha kutoka kwako. Ukisimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, tena katika giza totoro la usiku, hakuna yote anayekuona, Allah hatakutupa hivi hivi, lazima atakupatia kile unachokihitajia, bali maghfira na msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala lazima utaupata, sababu yeye ndiyo aliahidi. Na Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, swala iliyokuwa bora zaidi ya baada ya zile swala za faradhi ni ile qiyamul layl, kisimamo cha usiku. Ukasimama watu wamelala, na ilhadi wewe unamnong'oneza Mola wako, ya Rabbi, ya Rabbi, unambembeleza Allah subhanahu wa ta'ala katika kipindi ambacho Allah hushuka katika thuluthil akhir min al-layl, katika ile thuluthi ya mwisho ya usiku, na Allah anauliza, angalia rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anabembeleza, hal min mustaghfirin, je, kuna yeyote katika kipindi hiki anahitaji istighfar? Wakati huo watu wamelala usingizi, hakuna anayejitambua. Allah anaobembeleza, kuna yeyote anahitaji msamaha nikamsamehe? Hal min sa'il, je, kuna muombaji yeyote anaomba chochote anahitajia nikampatie kile anachokihitajia? Wa haluma jar, na mengi ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anauliza waja wake. Sasa ni mimi na wewe kujikurubisha kwa taa hizo za visimamo vya usiku, walau hata dakika 20, nusu saa, ukasali walau raka 2, raka 4, raka kwa kiasi ambacho utakachokuwa ni mwenye kuafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada hizi hazikatiki. Rabbu Ramadhan, Mola wa Ramadhan huwa Rabbu Shawwal, ndio huyo Mola wa Shawwal na miezi mingine. Kwa hiyo man kana ya'budu Ramadhana fa inna Ramadhana qad qada, aliyokuwa akiabudu Ramadhani ameswali na amefunga na amesoma Qur'ani kwa sababu tu ilikuwa ni Ramadhani, tunamwambia wewe bye bye, Ramadhani imeondoka na utaacha msikiti. Wa man kana ya'budu Allah, lakini yule aliyekuwa akimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna Allah hayyun la yamut, kwani Allah subhanahu wa ta'ala yuhai abadan, hafi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, yale yote tuliyodumisha kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala yanatakiwa tuyaendeleze katika miezi mingine iliyobaki. Tumesoma sana Qur'ani, tumeswali sana visimamo vya usiku, na vyote hivyo tumefanya mtu hata aliyokuwa kizembea, lakini katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, qiyamul layli, salatu tarawih, mtu amesimama kwa muda wa saa nzima. Na hii ni utaratibu alikuwa anatufundisha Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Ramadhani, namna gani tutaishi katika haya masiku mengine yote yaliyobakia. Sasa ole wako, chunga nafsi yako, usije ukarejea katika yale ambayo uliokuwa ukiyafanya kabla ya kuja kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, baada ya kuwa umeshajitayarisha. Yaqulu Allahu azza wa jalla, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwa, na wala usije ukawa mfano yule mwanamke ambaye anafuma sawa kiwe ni kitambaa au ni chochote kile, anatumia uzi wake anakitengeneza, kikifika mwisho kwamba kimeshakamilika,
kisha anafumua, anaanza mwanzo. Na wewe usije ukawa mfano wewe, kwa sababu umetengeneza vizuri, alafu tena unakuja unaanza kufumua, bimaana unaanza kuharibu ile yote ambayo umeyafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. La pili ambalo nakuhusia ndugu yangu katika imani, au nakupa nasaha, ni wewe kuendeleza taa. Wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, mche Mola, mche Allah subhanahu wa ta'ala mpaka itakapokufika yaqini. Yaqini kwa maana ya kwamba mpaka itakapokufika mauti. Ndugu yangu katika imani, kuna alamat na dalili za kuonyesha kwamba amali ya mja imekubalika ama haijakubalika. Yani unaweza ukatenda matendo yako